Tupo hapa Ludewa, tumekuja kwa ziara maalum ya ukaguzi wa miradi, lakini pia kuangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Sasa tumegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza lilitakiwa kuwa na mwenyekiti, lakini kwa isivyo bahati mwenyekiti hatupo naye. Kwa hiyo kundi hilo sasa nalisimamia mimi, lakini kundi la pili ni kundi ambalo naliongoza katibu wetu wa mkoa ndugu Peter Julius, lakini kundi la tatu linaongozwa na mwenezi wetu wa mkoa wa Njombe ndugu Josiah Luoga. Wamekwenda katika maeneo mengine kwa ruti tofauti, na sisi tumekuja ruti hii ambayo ilikuwa inajumuisha kata ya Luana, kata ya hapa mjini. Na katika kata hizi kuna miradi ambayo tumepata nafasi ya kuitembelea. Mradi wa kwanza ulikuwa ni mradi wa zahanati yetu ya Maholo, mahali ambapo kulikuwa na mradi wa kuboresha mazingira na usafi kwa ujumla, kwa maana ya kujenga miundombinu ya maji kwenye ile zahanati, matundu ya vyoo, kichomea taka, lakini pia shimo la kuteketeza la kutupa taka ambazo zimechomwa kwenye kichomea taka, na baadaye tulipata nafasi ya kukagua sehemu ya kunawia mikono kwenye ile zahanati. Kwenye ukaguzi wa mradi huu kweli tumeona namna ambavyo serikali inasimamia vizuri, lakini inatekeleza vizuri swala zima la yale tunayoyaahidi. Lakini tumeona thamani ya pesa kwenye mradi, kwa maana ya kwamba fedha na tulichokiona vinawiana. Lakini kubwa kuliko yote ni ule ushiriki wa wananchi ambao kwa kweli tulipowauliza wameonyesha kwamba wamekuwa wakishiriki toka hatua za mwanzo mpaka mwisho, jambo linalofanya ule mradi uwe wa kwao, kwa maana ya sense of ownership. Hili jambo pia tunalipa uzito wa pekee, kwa sababu ukifanya hivyo maana kunakuwa na uhakika wa uendelevu wa mradi wenyewe, kwa sababu wananchi wenyewe wanaona ni mradi wa kwao. Lakini mradi huu ulikuwa na thamani ya shilingi milioni 51, fedha ambazo zilitokana na mpango wa WASH, lakini pia shilingi milioni 1 zilichangiwa na ofisi ya mkurugenzi kutoka kwenye mapato yao ya ndani, na kuna nguvu za wananchi ambazo pia zilifanikisha mradi huu. Baada pale tumekwenda kwenye mradi wa ujenzi wa madarasa matatu na matundu ya vyoo kwenye shule yetu ya Kimbila. Napo hapa tumeona mradi umefanyika vizuri, ushirikishwaji ulikuwepo, na mradi una matokeo mazuri, kwa maana kwamba umekidhi hitaji ambalo linahitajika kwenye shule hii. Tumetoa ushauri wa maeneo fulani, kwa maana ya wananchi kuendelea kupokea mradi ule kama wa kwao, na ile sense of ownership ionekane katika mradi ule wa Kimbila shule ya msingi. Baada hapo tumekwenda kwenye zahanati yetu ambayo inajengwa kwenye kijiji Ludewa kijijini. Mradi huu ulianzishwa na wananchi wenyewe mwaka 2016, na walipouanzisha walilenga kwamba wangejenga kituo cha afya, lakini kutokana na mwingiliano wa majukumu mengine, baadaye wataalamu walishauri kiwe kituo cha afya, na hasa sababu kubwa ni kwamba kituo hiki kipo tayari kwenye eneo ambalo hospitali ya wilaya ipo. Kwa hiyo ushauri ulitolewa kwamba badala ya kuwa kituo cha afya, iwe zahanati iweze kutoa huduma za msingi kwa wananchi wa pale. Tumeona wananchi, lakini pia tumeona nguvu iliyopelekwa pale na serikali, kwa maana ya kufanya mradi sasa uweze kuanza kufanya kazi. Mradi huu kwa kweli umejengwa vizuri na tunatarajia kuanza hivi karibuni, na tumeelekeza kwamba ni vyema ukaanza mapema ili huduma hii ianze kupatikana kwa wananchi katika eneo hili la kijiji cha Ludewa kijijini. Kwa ujumla, kwa siku ya leo tunasema sisi tumefarijika sana na utekelezaji wa miradi ambayo tumeikagua. Na sasa ilikuwa twende kwenye mkutano wa kijiji, kwa maana ya kupata sasa mrejesho na tathmini kwa ujumla. Lakini kwa isivyo bahati hapa kijijini kumetokea msiba, na ni msiba nao gusa eneo tunakwenda kufanya mkutano. Kwa hiyo tumeona si busara kuendelea na mkutano, na kwa kuwa hata mazishi yenyewe hajafanyika, kwa hiyo kwa umoja wetu tumeamua sasa kwamba tutakwenda kwani msiba, na baada ya hapo
basi tutapumzika kwa ajili ya ratiba inayoendelea kesho. Kwa hiyo tuseme siku ya leo tumekuwa na jukumu hilo, na tunashukuru kwa ushirikiano ambao tumeupata kutoka viongozi wote wa Ludewa, lakini pia nyinyi waandishi wa habari kwa namna ambavyo mmeendelea kushirikiana na sisi. Kwa kifupi niseme ninashukuru sana kwa hilo, na mimi ninayezungumza ni Daniel Abraham Okoka, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kutokea mkoa wa Njombe, na niko na wajumbe wenzangu hapa kama mnavyowaona. Tuna ndugu Aklin, yeye mjumbe wa kamati ya siasa, dada yangu hapa katibu wa jumuiya yetu ya wanawake Tanzania kwa maana ya CCM, lakini hapa ninaye ndugu yangu Mpogolo, yeye ni mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Njombe. Asante.